Wanaokuambia CCM haijafanya kitu, hususani hapa Kagera, nena na majibu yafuatayo. La kwanza, wajibu. Mwaka 2020 wakati Chama cha Mapinduzi kinakabidhiwa mamlaka ya kuongoza kata hii na jimbo hili la Ubungo, hali ya miundombinu ndani ya kata hii ilikuwa ni 0.1%. Leo mwaka 2025 sisi Chama cha Mapinduzi tunasimama kwa kinywa kipana tukisema tumefanya kazi ya ujenzi wa miundombinu, hasa wa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 7 na mita 210. Lakini fedha hizi zimetokana na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na halmashauri yetu wa manispaa ya Ubungo. Leo tuko hapa Kagera tukiwaeleza ya kwamba mwaka 2020 ulikuwa ukikaa pale Kijiwe Mua kwa rafiki yangu Kimwagasha, mjumbe wetu wa shina namba 5. Kazi kubwa ilikuwa ni kuhangaika, gari imepata ajali, haieleweki mwelekeo ni wapi. Na ukifika kwenye kona kali pale kwa alipo mama yangu Zaituni Mwakangale, hali ndio ilikuwa mbaya zaidi. Lakini leo tumesimama hapa kuwaambia ya kwamba tulianza vuguvugu baada ya kuchaguliwa mwaka 2020. Na mwaka 2021, moja kati ya mkakati wa serikali, na sisi tulikwenda tukapigania mradi ambao ni mabaki wa mradi wa maboresho wa jiji la Dar es Salaam, kwa maana DMDP. Barabara ile ilikuwa inatoka Mabibo mwisho kuja NIT, inakuja Madoto, ikifika Madoto inakata kulia kwenda kituo cha polisi. Lakini kazi kubwa ambayo imefanywa ndani ya WDC ya kata ya Makurumla pamoja na mbunge wetu kwa kutuongoza kujenga hoja. Maana yake wenzetu Mboratu walishakuwa na lami, sisi tulikwenda kujenga hoja. Barabara badala ya kukata kwenda kulia ikate kwenda kushoto. Leo ukiwa pale kwa rafiki yangu Kimwaga, ana kazi ya kuemea wanafunzi kama anaemea ndege. Nani kama CCM? Hiyo ni kazi kubwa iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia wanaokuambia CCM haijafanya kitu, nenda kawaambie. Wakati CCM tunapewa mamlaka mwaka 2020, kituo cha afya ambacho tulichonacho kilikuwa na hadhi ya zahanati, lakini hakikuwa na hadhi ya kwenda kufanya operation kwa kina mama wajawazito. Leo mwaka 2025 tumesimama kwenu kwa kinywa kipana kwa kuwaambia ya kwamba kupitia serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kupitia mapato ya ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo imeleta kiasi cha shilingi milioni 388.1. Kazi kubwa iliyofanyika pale, la kwanza kujenga wodi ya kina mama, la pili kujenga wodi jengo la upasuaji. Leo mwaka 2025 na baada ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu, Mwenge wa Uhuru ulipokuja kufanya verification, kwa maana kupiga tiki mradi umetiki, tarehe 20 ya mwezi wa 6 mpaka sasa tunazungumza zaidi ya kina mama 25 kutoka kata ya Makurumla na nje ya kata ya Makurumla wamefanyiwa upasuaji katika kituo chetu cha afya. Nani kama Dr. Samia? Kazi kubwa tulionayo sasa, tunaangalia kwenye kituo cha afya. Hii tunasema ni deni na mkataba baina ya wananchi wa Makurumla na Chama cha Mapinduzi. Kazi ya kituo cha afya, kazi kubwa mlotuachia pale ni kuhakikisha miaka 5 tunayokwenda nayo, kuhakikisha tunakuwa na gari ya wagonjwa inapaki pale wakati wote. CCM oye! Lakini jambo jingine, wakikwambia CCM haijafanya kitu, waambie
Mwaka 2020 wakati inakabidhiwa mamlaka ndani ya kata hii na jimbo hili, miundombinu ya elimu katika shule zetu yote ilikuwa ni waste, ni mibovu ya kupiga chini. Leo tuko mwaka 2025, tuliokuwepo hapa wakazi wa Kagera, eneo kubwa huduma za elimu tunapata Mianzini, shule ya msingi. Ndiyo shule inaongozwa kwa kuwa na namba kubwa ya wanafunzi. Ina wanafunzi zaidi ya 2,200 na kitu. Matundu ya vyoo yaliyokuwepo pale ni 12. Lakini ndani ya miaka mitano kazi kubwa ambayo tumeifanya, tumehakikisha, hizi ni juhudi binafsi za diwani wa Chama cha Mapinduzi. Tuliongea na Benki Kuu binafsi, nimezungumza nao. Wakaja, wakakagua, na baada ya ukaguzi wakajiridhisha. Leo tuna matundu 12 ya ziada kwa ajili ya wanafunzi wetu. Nani kama CCM? Lakini shule hiyo hiyo ndani ya miaka mitano iliyopita hali ya madarasa ilikuwa ni mibovu. Lakini leo nenda pale, kupitia halmashauri yetu tuliwekeza milioni 35, ikaongezwa milioni moja kwa maana milioni 36, ikafanya ukarabati wa madarasa ya kisasa. Mnaokwenda pale shuleni mnaona leo madarasa yale yamekarabatiwa, yako na viwango vya mwanafunzi kustadi awapo darasani. Hiyo ni kazi kubwa ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kupitia ofisi ya mbunge na kupitia mfuko wa jimbo, ambapo na mimi ndani ya miaka mitano hiyo nilikuwa ni mjumbe wa mfuko huo, niliweza kushawishi tukafanya ukarabati ofisi ya walimu na kuweka samani katika shule ya msingi Mianzini. Lakini na si hilo tu, binafsi nimezungumza na NMB na wakanikabidhi mabati 175. Kwa kuwa nimekinai, niliahidi kuomba ridhaa ya kuongoza wananchi. Kazi kubwa iliyofanyika pale, madarasa yote yaliyokuwa yanavuja, ni kazi ambayo tumeifanya kwa mikono yetu sisi Chama cha Mapinduzi, na leo wanafunzi wetu wanastarehe pale. Ukienda kwa shule ya msingi Dr. Omar, halmashauri iliweka milioni 40. Tumefanya ukarabati wa madarasa 8, na madarasa yale leo yako mazuri. Japo unapofanya ukarabati ni lazima kutakuwa na uharibifu. Leo kwa sababu tu ya sehemu ya udhaifu, baadhi ya watu ambao wenye nia ovu wanapita kwenda kuchomoa nondo moja moja kwenye yale madarasa, jambo ambalo ni la kusikitisha kabisa. Lakini kwa upande wa shule ya msingi Karume, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilileta milioni 120. Tumejenga madarasa 6 mapya. Na sasa baada ya kukichagua Chama cha Mapinduzi, kwa sababu shule ya Karume ni moja kati ya shule ya kimkakati, moja kazi ambao mkakati wa halmashauri hii ilikuwa kuhakikisha kuifanya shule ile inakuwa ni ya mchepuo wa Kiingereza. Hapo vipi? Tuaminini na mkiamini Chama cha Mapinduzi, twende tukasimamie na kwenda kutimiza ndoto hiyo. English medium ya kwanza ndani ya ukanda huu wa kata za mjini itokee hapa Makurumla, na siku nyingine shule ya msingi Karume. CCM oye! Na hili nalisema si maneno na wala si ndoto. Tunakwenda kujenga hoja, na hoja tayari sisi wakati tunavunja baraza ilikuwa iko kwenye mchakato. Ni wajibu wetu kwenda kuhakikisha kuanzia pale tulipoishia. Lakini eneo jingine hili kila siku tunayasema, kukiri udhaifu si dhambi. Leo yako maeneo hatufanyi vizuri, hasa kwenye huduma ya maji. Lakini namshukuru mheshimiwa mbunge binafsi, yeye wiki 2 zilizopita nilipata simu ya kwanza kwa CEO wa DAWASA akiniomba tumpe ushirikiano moja wa wahandisi wake na timu zake ambazo ziko mitaani. Na timu hii inaongozwa na moja kati ya wahandisi mahiri, Engineer John. Wanafanya kazi kubwa kila kwenye changamoto kuhakikisha ya kwamba wanairekebisha ili huduma ya maji irejee katika maeneo haya. Ahadi yetu kwenu wananchi, tunawaomba
mkiamini Chama cha Mapinduzi, haya tunaoyasema si kwamba tunazungumza porojo, tunamaanisha. Tunakwenda kuyasimamia. Na ukiona kiongozi anasielekea matatizo ya wananchi, inatupasa huyo kiongozi atulizwe kwanza na aangaliwe kichwa chake kama kiko sawa sawa. Haturidhiki hasa sisi Chama cha Mapinduzi juu ya watu kwenda kubeba ndoo. Huko tulishaondoka kwenye hiyo historia. Lakini wenzetu DAWASA tunaamini kazi na ushirikiano tunaokwenda nao, kwa kadri ya siku zinavyokwenda, hali hii tunakwenda kukamilisha. Kubwa tunaomba mtuamini. Lakini la jingine niseme hapa Kagera na Makurumla kwa ujumla, mwaka 2020 wakati tunakuja kuomba ridhaa kwenu, tuliwaahidi juu ya kufanya maboresho na ujenzi wa mto China. Lakini kwa bahati njema ilioje, wakati sisi tunajenga hoja kupitia vikao, wapo waliokuwa wanaona kwamba hili haliwezekani. Lakini kwa unyeti wa huu mradi, Mheshimiwa mbunge, tumeshirikiana. Leo mradi huu umebebwa na Benki ya Dunia. Ni sehemu ya miradi ambayo inakwenda kuanza utekelezaji wake kuanzia Januari mwaka 2026. Tunahitaji tujenge huu mto na kuweka kingo. Zile kelele za mita 20 wala 30 wala 10 kwetu tena hazina nafasi. Na moja kati ya mkakati tuliokubaliana, mwananchi ambaye mto umemfuata atapewa mkono wa kwaheri, na yule ambaye yeye ameufuata mto naye atapewa mkono wa kwaheri, apishe ili mradi maji ya mto ujengwe na maji yaende. Hapo vipi? Kubwa tunawaomba tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 mwende mkapige kura za heshima kwa Chama cha Mapinduzi. Wale wanaosema Oktoba 29, Oktoba imeanza leo, hapo vipi? Kwa hiyo tunaposema ile Oktoba imeanza leo, CCM oye! Lakini eneo jingine katika huo mto China, wapo ambao wakafika wakadiriki kupotosha. Wanakuambia sio mto, mfereji. Mimi ndio diwani, mliniamini miaka 5. Na vikao nilikuwa naingia mimi na kujenga hoja. Mimi ninawaambia ni mto na unakwenda kujengwa. Lakini eneo jingine, leo wakati tuko hapa, moja kati ya ahadi kubwa kwa wakazi wa Kwajongo, Kilimahewa, sisi kwa sisi, ni barabara. Ni barabara hii, na wengine wanasema ya kwamba ni ya siasa. Leo mimi nawaambia kwa kinywa kipana, 2023 mwishoni, serikali ya Rais Samia ilisaini mikataba na wakandarasi pale Mwembe Yanga Temeke. Moja kati ya wakandarasi ambao waliosaini mkataba ni wa ujenzi wa ile barabara, kampuni ya China Road and Bridge Corporation, ambao wamepewa kandarasi ya kujenga ile barabara. Leo kwa sababu ya mambo yetu sisi na taratibu ndani ya serikali, utaratibu wa ujenzi ukachelewa. Sasa umekamilika, lakini tunaomba mtuamini. Leo wa China wameshaanza kupima, wamemaliza, wameshapewa kambi au kempu pale Mabibo Sahara uwanjani, na wakati wote kutoka sasa, kwa sababu huu mradi wanatakiwa kukamilisha mpaka kufikia Januari mwaka kesho. Na moja kati ya kazi ambayo inakwenda kufanywa, barabara ile tumeweka kadirio la juu la kilomita 1 na mita 500. Lengo ni nini? Tuweze kufata fidia barabara ndogo yenye mita 200 kasoro kidogo mtaa wa Sisi kwa Sisi, na mita 400 mtaa wa Kilimahewa eneo la Bloka. Hapo vipi?